Dada Beatrice na dada Joyce, karibuni sana. Asante. Wadina, karibu. Asante. Karibuni kwenye kipindi chetu cha kutafutia maokoto, kutafutia mitaji, kuanzia maisha. Wadada Center. Asante. Yeah. Dada Beatrice, tuanze na wewe. Umetusikia wapi na umetokea wapi? Ni kwa majina kwanza naitwa Beatrice Japhet, natokea Ubungo. Wadada Center niliona kwenye akaunti zenu Facebook. Kwa hiyo nilikuwa naifuatilia muda, lakini mpaka nakuja kufanya maamuzi ni hata wiki haijapita. Ndio nikasema hapa naweza nikafanikiwa kwa kitu fulani, kwa sababu kuna kitu pia nakitarajia kukifanya. Nikasema kupitia hii Wadada Center naamini Mungu atanisaidia, nitafanikiwa. Kwa hiyo nimeona posti nyingi sana kwenye mitandao, ndio maana nikawa nimefika hapa. Kwa hiyo umetufuatilia kwa muda mrefu sana? Ni muda mrefu sana. Wakati unatufuatilia ulikuwa unafanya nini? Wakati nafuatilia nilikuwa nahusika na masuala ya editing kwa namna ya audio. Mimi kama vile audio ninazoziedit mimi zinapanda redioni. Kama ni kipindi na mimi nahusika na ile sauti kuiweka iwe sawa. Ndio nilikuwa nafanya hicho kitu. Okay. Ndio taaluma yako? Ni kitu ambacho nilijifunza. Nilijifunza. Kwa hiyo ulikuwa unafanya kazi redioni au ulikuwa hizo sauti unatengeneza zinaenda wapi? Okay. Mahali ambako naabudu, kanisa ambalo naabudu kuna media. Kwa hiyo nilikuwa nahusika zile audio za mtumishi anazofundisha. Kuna mtu anakata kwa njia ya radio, ndo mimi, afu kuna mtu anaedit video zile clip. Kwa hiyo nilikuwa nahusiana na audio zinazopanda zote kwenye radio. Okay, lakini wewe binafsi ujuzi wako ukiachilia huo kushona kidogo, ufundi kidogo. Ufundi umeshona kidogo. Kwa nini kidogo? Kidogo, yani sina uzoefu na cherehani, na uzoefu wa kushona kwa mkono, yale mashuka kama Kigoma kuna mashuka fulani hivi ni ya Kigoma. Wewe ni mtu wa Kigoma? Kwa mimi nina uzoefu kabisa, yale ndo nashona kwa mkono, sio kwa cherehani. Umewahi kufanya hiyo biashara? Nimefanya nikiwa mdogo sana, naenda shule na rudi na shona, napata hela kupitia ile kazi. Sasa kwa nini umeacha? Sasa baada ya kutoka Kigoma nilipokuja huku ndo nikawa nimepunguza. Huku umekuja kwa nani? Nilikuja mara kwanza nilikuja kwa dada. Nikawa nimetoka nikawa nafanya kazi kwa mtu pia, kwa watu. Kazi za ndani. Nikawa nafanya kazi kwa watu, nilienda Arusha, nikakaa mwaka mmoja, nikawa nimerudi. Kwa hiyo nilivyotoka Arusha nikapitiza moja kwa moja nyumbani. Kwa baada ya kukaa Kigoma na mama ndo nikataa, nimetoka nikaja kwa dada, nimekaa kwa dada, nikawa nafanya sasa kazi kwenye maduka. Kwa hiyo ndo nikaanza kujitegemea. Kajitegemea kwa muda mfupi, nikarudi tena kwa dada. Kwa nini? Kwa nini? Kuna changamoto. Kuna vitu vilikuwa havikai sawa. Kwa hiyo nikawa naona ngoja tu kwa sababu dada yupo, ngoja tu nikakaa kwa dada. Kwa hiyo nikawa nimekaa pia kwa muda mpaka sasa hivi. Mpaka sasa hivi umetokea kwa dada. Ulikuwa kwa dada. Okay. Kwa hiyo experience ya kukimbilia kujitegemea ikoje? Ni nzuri, lakini kama binti inahitaji uwe na hata kitu cha kufanya. Ni kama mimi nilikuwa nafanya kazi ilivyokaa vibaya, kwa kuna changamoto, na kama mtu una msimamo, unaweza kujikuta unafanya vitu vya ajabu, yani unategemea kwa njia tofauti. Kwa hiyo hicho kitu naomba unyooshe maneno hapa umesema mfuatilia sana content zetu. Tuko hapa kwa ajili ya kuwasaidia wasichana. Kwa hiyo weka tu maneno yaeleweke kwamba kujitegemea kwa binti ni kuzuri. Kama unasema unafanya kitu, yani unapata kipato, ni nzuri sana, kwa sababu ujinga ni kulingana na binti mwenyewe jinsi alivyo. Lakini kama ni binti unaamua kujitegemea, alafu mara kazi inayumba ukawa huna kazi yoyote, kwa sababu kweli kuna kazi zipo, mtu anaona kazi zipo, lakini ukitafuta upati kazi. Kwa unajikuta unaingia kwenye changamoto hii ya kuomba. Sasa mimi binafsi nimekutana hicho kitu. Kuna wakati ambao ukiwa unacho hakuna hizi vijana kukufatafata. Yani ukiwa na hela hakuna kijana ambaye anakufuata. Lakini ukiwa hauna, ndo zile fursa za vijana zinaanza. Kila mtu anakupenda. Sasa unajikuta unaweza kaingia kwenye shida. Kwa mimi binafsi niliona sina kazi kwa muda fulani. Uliingia huko?
kabisa siku nyingine, ndio maana nilikimbia nikaamua nirudi tu kwa dada kwa sababu nilikuwa naona nijaribu. Niliona nijaribu. Ndio maana nikawa nimeamua nirudi. Na mimi nilikuwa ni mtu ambaye nikipitia changamoto ninaangalia aina ya watu wa kuambia. Sasa nikawa kitu kinachonikwaza sitawaambia siku zote, yani watanihudumia kwa siku za mwanzo, lakini kuna wakati tu itafika mtu anachoka. Kwa hiyo niliona hiyo changamoto nikawa nimeamua tu kutoka. Okay. Kuna neno umetaja jaribu ambalo wadada wengi wanapenda kukimbilia kusema ni jaribu, lakini Biblia inatukumbusha majaribu yanakuja kwa tamaa zetu. Yes. Yani kisije tukasema Mungu anajaribia. Maana unapoamua kuanza kukimbia, yani kama unataka kuruka stage fulani, kabla hujajipanga, kabla hujajiandaa vizuri, unataka kwenda kujitegemea. Kujitegemea ni majukumu. Yani unaenda kukabiliana na majukumu yanayohitaji kipato, yanayohitaji uhudumie, ulipe kodi, ulipe renti, ulipe bili, wewe mwenyewe wewe mwenyewe ununue vitu. Kwa hiyo kama huna kazi ya uhakika na biashara ya uhakika, unaenda kujidumbukiza kwenye mazingira hayo ya wewe mwenyewe kujitega sasa. Maana pale lazima utaanza kuingia kwenye vishawishi. Nani atakuendeshea maisha? Hakuna mwanaume atakupa hela yake bure. Wewe unasema kwamba ukiwa na hela zako uone wanaume. Hapana, kwa sababu ukiwa uko focused, unafanya biashara yako, unafanya kazi, huwezi kuona hao wanaume hata kama wanakuja. Lakini once unapokuwa huna, macho yako yote na focus yako inaelekea kwa wale ambao unahisi wanaweza kukusaidia. Ndicho kinachotokea. Kwa hiyo sasa pale ndio utajaribiwa kwa tamaa yako, na tamaa yako itakomaa, mwisho itageuka mauti, umekwenda na maji. Tusije tukamsingizia. Maana kuna dada mmoja aliiba hapa, amefungwa huko, amemaliza kifungo chake, anakuja hapa anasema mimi naamini ni jaribu tu Mungu aliniletea. Hapa ulifuatilia, hakuna Mungu aletei mtu jaribu. Hilo ni neno la Mungu limetuambia. Majaribu tunapewa kwa tamaa zetu. Kama una tamaa, unajipeleka kwenye vitu ambavyo hujafikia uwezo wako, lazima utaingia kwenye tamaa na mwishowe hautakuwa mzuri. Kwa hiyo nimependa sana una mafundisho mazuri sana dada Beatrice, kwamba ile awareness naoambiaga wadada, usikimbilie kwenda kujitegemea. Tunapenda sana kujitegemea, na hakuna mtu ambaye hataki uhuru, lakini kuna stage zake. Ndio maana tumepewa muda, ndio maana tunazaliwa watoto, tunazaliwa nyumbani, hatuzaliwi tu kwenye tumeshaanza kujitegemea. Kwa hiyo ili uweze kujitegemea, jiandae. Wengi wanakimbia hizi kazi, lakini wasichokijua, mimi nawaambia hizi kazi za nyumbani hizi ni kazi nzuri sana za kuanzia maisha. Unakula kwa bosi, unalala kwa bosi, na una uhakika wa kuweka mipango yako vizuri ndani ya miaka 3, 4, 5. Ukatoka una pesa ya kwenda kufanya biashara, una uwezo wa kulipa kodi yako, una uwezo wa kulipa bili zako, na biashara yako uko kwenye mzunguko wa biashara. Then ndio unaendelea kujitegemea. Hata huyu mwanaume akija, akukute una maisha, akukute unajitegemea. Shida za wasichana wengi ni kwamba sisi tumeshalelewa kwamba mwanaume akija ndio amekuja kunitoa, ndio amekuja kunikomboa, ndio amekuja kuniokoa. Hapana. Neno la Mungu linasema tofauti. Wewe ni msaidizi. Mwanamke unatakiwa mwanaume anapokuja kwako akukute wewe umeshajijenga, una uwezo wa kumsaidia. Unamsaidia nini? Kwani kazi ya familia ni nini? Ni majukumu. So uwe tayari kusaidia majukumu ya family. Lakini sio umejibweteka, ukiona mvulana tu mbio umekimbia. Matokeo yake ndio hao wengi wana mimba, wengi wana watoto, masingle mother kibao. Walio wengi ni watu ambao hawakujipanga. Alifikiri nikimzalia huyu kijana ndio atanipenda zaidi, ndio atanioa, ndio atanini. Walio wengi. Wale waliokuwa wamejipanga, hata pale ambapo inatokea bahati mbaya wanabaki single mother, unaona maisha yao yanaendelea. Lakini wengi, kwa nini wanaanza na moja? Kwa nini ukitelekezwa ndio unakuja unaanza kutafuta kazi ya ndani, tena unataka uende na mtoto wako, tena unataka mara, yani vurugu mechi? Kwa sababu hatuwekezi kwenye kujiandaa. Kwa hiyo nimependa sana Beatrice, umetufundisha jambo hapo. La kwamba wasichana wasikupanga ni kuzuri, kujitegemea ni kuzuri, lakini kuna wakati wake. Usirukie. Usirukie kwenda kukimbilia uhuru wa kujitegemea wakati huna kazi, huna biashara. Sana sana unaenda kutengeneza tu danguro. Maana sasa ataingia kijana huyu ataisia una hela na unataka hela, ulipe kodi. Ataingia Juma, ataingia Hamisi, ataingia si nani, ataingia nani, ataingia na si watu wanaishi hivyo. Je, ni maisha mazuri? Sio maisha mazuri hata kidogo. Wala yana baraka mbele za Mungu. Kwa hiyo na sidhani kama kuna mtu anataka aishi maisha ambayo hajisikia amani nayo. Kila binadamu mwisho wa siku anachotaka ni kuwa na ile peace of mind, kuwa na amani, kuwa na furaha katika maisha yake. Hayo sio maisha yanayompa mtu amani na furaha hata kidogo.
wanafanya na frustration na maulevi kupindukia, kwa sababu anakuwa anaishi maisha ambayo sio normal, sio maisha ambayo Mungu ameyatengeneza. Kwa hiyo kwa sababu sio normal, na wewe inabidi usiwe normal ili uweze kuadapt. Matokeo yake ndio watu wamejiingiza huko, wanavuta madawa, wanakunywa mapombe, wana nini. Kwa nini? Kwa sababu kuna lifestyle ambayo ameadapt ambayo sio natural ya kimungu. Anyway, karibu sana. Kwa hiyo una malengo gani? Kabla sasa hujarudi tena, umesha experience kupanga na unaona umuhimu wake, na wewe kutaka maisha ya udangaji, ukaamua urudi kwa dada, na umekaa kwa dada sasa, umeona Dada Center angalau kuna sehemu ambayo unaweza kwenda kupata kipato cha halali. Kwa hiyo sasa hivi umejipangaje? Kwanza kazi ya mimi, sehemu kama ya kazi huwa sichukulia kwamba sijui ni mateso. Yaani nachukulia kwamba ni kitu ambacho kina faida pia kwangu. Kwa hiyo kazi za ndani nimefanya sana. Nilipomaliza darasa 7 nilifanya. Niliendelea na shule, baada ya kuna nilita nikafanya na shule. Kwa hiyo ulimaliza la 7, zile likizo za kusema unakaa nyumbani, ilibidi niende Arusha kufanya kama ajira. Kaenda nikafanya. Baada ya hapo uliendelea na shule? Baada ya hapo sasa nimesomea Kigoma, shule moja inaitwa Kambarage Sekondari. Shule ya msingi Kambarage. Sekondari. Umesema nilipomaliza la 7 nilifanya kazi, alafu nilivyoendelea na shule. Ndio nataka kujua after la 7 uliendelea tena na shule? Niliendelea. Niliendelea. Baada ya kumaliza pia nikaendelea tena na kazi za ndani. Kwa hiyo umesoma mpaka kidato cha ngapi? Niliishia form 3, form 2 kuingia form 3. Kwa nini form 3? Tunaishia form 4. Changampeni sio niseme nini. Changamoto tu. Changamoto gani? Maana wasichana wengi wanachaga kwa ajili ya mimba, kuolewa, kuozwa. Mimi hakukuwa na changamoto zote hizo. Hakukuwa na changamoto zote, kwa sababu mimi nimeanza kufanya kujinunulia vitu nikiwa mdogo. Kwa hiyo kuna hali tu ya maisha ya nyumbani haikuwa sawa. Kwa hiyo ikabidi tu ikatokea nikaishia hapo. Niliishi nyumbani, kujitegemea nimeanza tu ukubwani miaka 20. Kujitegemea ni maanisha kujinunulia vitu. Pia ni pati ya unaweza ukaishi kwenu, lakini unajitegemea kwa kila kitu. Kwa sababu tangu shule msingi nilikuwa naenda shule, nikirudi nafuma hayo mashuka. Napata nguo kupitia hayo mashuka, kwa sababu pia kuna wadogo zangu. Kwa hiyo shule nimeishia form 2 naingia form 3 ndo niishia hapo. Changamoto ndio masuala ya familia, vitu vilikuwa vingi sana. Mmezaliwa wangapi? Tumezaliwa watoto 4 kwa baba. Lakini baada ya baba kufariki, mama akaolewa na mwanaume mwingine. Kwa hiyo tuko watoto 7. Mko 7 sasa hivi? Tuko 7. Wewe wangapi? Mimi 3. Wewe ni 3. Okay. Kwa hiyo mama yuko wapi sasa hivi? Mama yuko mkoani Kigoma, Katavi. Alihamia Katavi. Na huyu mume wake kwa sasa yuko Katavi. Kwa hiyo ndio yuko huko na familia yake nyingine. Katavi. Okay. Kigoma ni kwetu, lakini mama baada ya muda alitoka Kigoma akajenga Mpanda. Kwa hiyo Kigoma ni nyumbani, ndio huko tumezaliwa. Kote nyumbani. Kwa hiyo Kigoma na Katavi kote ni kwenu. Nikisema natoka huko naenda Katavi. Kote mna miji kwa. Kote. Okay, ndugu zako ndio wako wapi? Dadangu ameenda kusalimia, anafanya biashara za kusafiri. Yupo kule kwa mama, ila atarudi. Lakini kakaangu yupo Kigoma. Mdogo wangu pia yuko kwa mama, amemaliza form 4 mwaka jana. Wengine wadogo, mmoja amemaliza la 7, mwingine yuko la 4, mwingine la 2. Okay. Wote. Sawa. Ndio maisha yetu. Watanzania wengi, hayo ni maisha yetu yanayofanana sana. Kwa hiyo maana yake tu ni kwamba cha muhimu ni kufanya kazi. Ni kuto kubaki unasema labda kwa sababu kwetu hali ngumu, nimeishia form 2, si form 3. It doesn't matter. Haijalishi uishie la 7, uishie nini, wewe cha muhimu tu ni kutake over maisha yako na kuhakikisha unafuata misingi mizuri. Ni misingi ya imani. Uhakikishe kwanza unamjua Mungu na unafuata yale ambayo ametuelekeza. Ukifanya hivyo unafanikiwa. Haijalishi umezaliwa wapi. Wanasema kama hujazaliwa kwenye familia tajiri, basi utajiri uanzie kwako. Na hayo yote yanawezekana kabisa. Na watu leo ni matajiri, utajiri umeanzia kwao. Kwa hiyo tupambane, tufanye kazi kwa uaminifu, tutafanikiwa. Kwa hiyo wewe kama wewe binafsi, malengo yako hasa unasema yani kwa Wadada Center nataka ni achieve kitu fulani kupitia mradi huu? Nataka nijenge kule nyumbani. Unaanza kwanza na ujenzi, alafu biashara baadaye. Yani
na yani mimi nina malengo ya kuwa na biashara lakini pia kujenga kule nyumbani, hata nyumba za kunaniliza kupangisha, sababu kama nyumba ipo lakini kujiwekeza kule nyumbani, kwa sababu nimeona ni kitu ambacho kule kinalipa kwa mkoa ambao wamehamia mama, kinalipa sana. Kinalipa sana. Okay. Mnashirikiana na mama. Haya, dada Beatrice, karibu sana. Kazi za ndani unaziweza? Umesema umeanza kufanya zamani. Naweza kila kitu madam. Kila kitu. Malezi ya watoto sana, naweza upendo kwa watoto. Ndio kitu ni hata sehemu ambazo nilitoka, nilikuwa tukibishana na bosi, labda tukibishana ni kitu kidogo sana. Yaani kuna maanisha kupishana ile ni kitu kidogo sana, na ilikuwa ni kwenye hela tu. Labda ile kwamba urudishi change. Yani anakuwa alikuwa anapitilizisha tarehe ya kulipa afu kimuuliza anakuwa mkali. Lakini kwa swala la mtoto, yeye mwenyewe atakuwa akikaa na marafiki, anaweza mtu yote akikaa na marafiki anasema basi mrudishe kwa, anakuambia tatizo binti ana upendo sana na watoto. Ndio kitu ambacho ni huwa natanguliza sana kama kuna familia na watoto. Okay, unapenda sana kulea watoto. Sana, napenda sana kulea. Okay. Sawa, basi uanze kujiendeleza kwenye malezi. Umeona hapa kwetu tuna professional. Yes, kama ni kitu unachokipenda, unachokiweza, unaweza ukawaza kujiendeleza kwenye eneo la malezi, unakuwa professional dada wa malezi. Unafanya kazi katika level za professional. Maana pia ni moja ya eneo ambalo linaweza likakuongezea thamani ya kupata kipato ambacho kinaweza ikafanikisha malengo yako. Na uzuri sasa hivi sio lazima tu yani kusoma. Unajua dunia imekuwa rahisi ukiwa na nia, hata ukiwa na simu yako ya kiganjani unaweza ukapata awareness kubwa sana kuhusu malezi ya watoto. Unapokaa na mzazi unamwelekeza vitu ambavyo yeye mwenyewe anashangaa umevijuaje. Kumbe tu ni simu yako, unasoma vitu muhimu vya malezi ya watoto. Kisha vijua unaanza kuviapply taratibu. Hivyo ndio namna ambavyo mtu unaweza ukakua, kaongeza thamani yako kuliko kubaki tu na ile kumpikia mtoto uji, sio na mchana unampa ugali, sio na jioni na umemwogesha umaliza. Sasa hivi inabidi usome vitu gani watoto wa umri huu kuanzia 0 mpaka labda mwaka. Umeelewa na inategemea pia utapata familia gani. Kwa unaangalia wale watoto waliopo wana umri gani, then nenda kasachi hao watoto yani wanalelewaje, hizi stage zao katika ukuaji wao, stage waliopo wana vitu gani in common ambavyo unaweza wewe mwenyewe ukapata awareness na ukaweza kuwalea wale watoto vizuri, na bosi wako akaona kabisa udada kweli ni dada anayejiongeza, dada anayejituma, dada ambaye ana mchango katika familia yangu. Kwa sababu sasa hivi sio tu wadada wa kazi, yani sio wale wadada wa kazi wa zamani. Sisi wadada center ni wadada wa kazi wa kisasa ambao wana mchango kwenye malezi. Si unaelewa? Wana akili. Kwa sababu dunia leo ukitaka kuwa mjinga ni wewe tu. Elimu zote zinapatikana kirahisi sana. Kwa hiyo ukitaka kuongeza thamani, unaweza kuongeza thamani na ukalipwa vizuri. Lakini ukiamua kubweteka basi unabaki hapo. Kwa hiyo kwa kuwa ni kitu unachopenda cha malezi na ni kitu chako unaona unakiweza, unaweza kuendelea kukinoa. Na njia ziko kama nilivyokuambia za sasa ni rahisi. Sawa. Karibu sana. Asante. Haya.